Leo naripoti kutoka hapa maeneo ya Majoe, mtaa wa Kichangani, jijini Dar es Salaam. Nakuja kuzungumza na kijana mwenye umri wa miaka 24, anaitwa George Cornel Chipeta, ambaye Oktoba 29 mwaka jana 2025 alipata madhira ya kupigwa risasi na kitendo hicho kikapelekea kukatwa mguu baada ya kulazwa hospitali kwa siku kadhaa akiugulia majeraha. Kuja kuzungumza naye kupata historia ya kile ambacho kilitokea siku ya tukio. Unakumbuka juzi alikuwepo kwenye kutoa maoni wakati wa tume ile iliyoundwa na rais ikiendelea kusanya maoni, na alionekana pale akitoa maoni yake. Tukaona tuje tupate zaidi taarifa kuhusiana na hilo, lakini kubwa zaidi tumeambatana na shirikisho la wasafirishaji wa bajaji na pikipiki jijini Dar es Salaam. Wamekuja leo kumshika mkono kijana mwenzao kwa kumetea bajaji pamoja na mguu wa bandia, na wanafanya hivyo ikiwa ni sehemu ya kumpa sapoti na kumfanya ajione mwenye thamani, kwa sababu wao wako pamoja naye, na shirikisho hilo limshirikiana na wadau wengine ambao kwa pamoja wamewezesha kupatikana kwa hiyo bajaji kuja kukabidhi, na tukaona tuzungumza naye tusimulie japo kwa ufupi kila ambacho kilitokea. Mimi ni Bakari Chijumba. Siku hiyo kama kawaida nitoka nyumbani kaelekea ofisini. Sasa kulikuwa na spare ambayo tulikuwa tunatafuta. Nikaelekea kuna duka la spare lipo Tabata. Kwa nilipofika sikufanikiwa kumkuta. Sasa wakati narudi ndo nikaja nikapata tatizo hilo. Wakati narudi nikapitia njia ya Machinjioni. Nilipokuwa narudi sasa nilipofika darajani ndo nikakuta taharuki ya watu kutoka barabara kubwa Nyerere Road wanarudi huku wakiwa wanakimbizana, kuna taharuki. Sasa mimi nilipotaharuki kusimama hivi nikaona gari ya polisi. Nikageuza pikipiki yangu ili niondoke nilipokuwa natoka. Sana nigeuze nirudi nilipokuwa natoka, nikapigwa risasi ya paja. Maeneo ya nyuma, sehemu ya nyuma mguu hapa, kwa hiyo ilitembea ikaja kukaa nyuma ya goti. Haikufanikiwa kunikata mfupa la nini, lakini ilinikata mishipa ya damu. Kailaza pikipiki nikalala chini. Sasa hapo nilikuwa naanza kupoteza sasa uwezo, ule nguvu zinaniisha, uwezo wa kuona kidogo unapungua. Chini pale nikasikia watu wanazungumza, ambao watu wakachukua viatu vangu vile nilivyokuwa nimevaa, wakavivua, wakachukua mfukoni. Nilivyoona ile tatizo nazidi nilitumbukiza ndani. Wao walinisacha mifukoni tu, wakachukua kiasi cha pesa nilichokuwa nacho. Kuna kusachi na watu wa kawaida au ni kwa ni askari? Sio askari. Askari nifanikiwa kuona walipita tu. Nilipolala pale lakini hapo lani walitolewa watu. Unajua tena ukipungukiwa na damu huwezi ukajua wale watu wanao kusaji pale, tena mimi ni nguvu sina, nimelegea, yani hata watu wale ukiniambia kunionyesha watu hata ukiweka ngapi siwezi kuwakumbuka. Ile risasi umekumbuka itokea wapi? Itokea kwenye gari la polisi au ilikuwa sehemu nyingine? Mimi nilivogeuza pikipiki yangu risasi ilinipiga nyuma, kwa sababu mimi sikusikia mlio, nilisikia tu mguu wangu umekufa ganzi. Pia hauna hakika kwamba itokea kwenye gari la polisi bado hapa mgonga au kwa upande mwingine kuna mtu mwingine alirusha tofauti na wao? Hilo pia hujui. Ilitokea nyuma yangu ambapo kulikuwa ni polisi. Sasa sijui tena kama ni unajua risasi. Baada pale nikamwaga damu nyingi, wakanitoa pale wakanipeleka dispensary, nikafanywa huduma ya kwanza. Nifanywa huduma ya kwanza pale, bado nikawa namwaga damu nyingi. Nikafanywa taratibu na yule daktari pale, nikapata bodaboda kanipeleka hospitali ya Buguruni ile wanaita kwa Mnyamani. Baada ya kufanywa tena pale wakanipenya x-ray na vipimo, wakaniambia kwamba risasi imepiga kwenye nyama tu, haina shida. Kwa muda huo nadhani wakunoka amekata mishipa ya damu. Lakini nilipotoka pale fundi wangu alikuwa na gari. Waliposikia mimi nipata tatizo aliwasha ile gari akaja nayo pale kwa Mnyamani. Alipofika pale hata mimi nifanywa huduma nini, nikamwambia nimepigwa kwenye nyama, kwa naweza nikaenda nyumbani. Nilipopanda kwenye ile gari kazima mafuta. Baadaye zikaanza kutoka tena hapo. Baada hapo nikapoteza uwezo wa kuona tena, nikazima. Walinipakia kwenye ambulance. Sasa hapo aliniambia kwamba nipakie kwenye ambulance, nimepita Amana sijajua. Nimekuja kuamka na Moi emergency. Na niliona vikaratasi kwa nimepita Amana. Maana ilikuwa tarehe 29 ile siku, nilipokuja kuamka tarehe 31. Daktari wa kike akaniambia, "Je, umekaa muda mwingi bila damu kuvuka kwenda huko kwenye mguu kwa chini huko kutokana na mishipa ya damu imekatika. Unatakiwa ukatwe mguu." Nikakataa. Nilipokataa wakajaribu kuwasiliana na madaktari wa mishipa akiwemo mkurugenzi wa Muhimbili nadhani, wakajaribu kunifanyia upasuaji kwamba wanaweza kuweza kuunganisha mishipa kwamba ikaweza tena kufanya kazi, mguu wangu
kaendelea vizuri. Kweli nikafanywa upasuaji, nikapelekwa udini kwa kusikilizia mguu wangu kama utakaa sawa au la. Wakaniambia tunausikilizia. Kwa uponyaji wake ni 80%. Kama la kwanza aliniambia 80% kupona. Kama unaweza ukapona. 20% ndio unaweza kupona, 80% tuangalie. Baadaye alikuja daktari tena akaniangalia. Daktari akaja tena akaniambia 50/50 kwamba unaweza ukapona au usipone. Lakini baadaye tena mguu ukabadilika. Huko chini umekuwa mweusi. Baada ya muda nikaa madaktari wakaja tena wakanishauri tena ni utoe mguu. Nikafikiri, na baada ya kuniambia kwamba nikiuacha kwamba unaweza zidi kuharibika, kama inawezekana ulikuwa kukata hapa juu, unaweza ukaja ukapanda zaidi. Kwa hiyo ilibidi baada ya kunishawishi sana nikabidi nikubali. Nikaenda tena theater nikakatwa. Baada ya kukatwa nikakaa tena udini kusubiria, nikawa nafanywa dressing ili kuondoa uchafu uliokuwepo. Kwamba waliukata wakaacha wazi tu kwamba ondoe uchafu tumole kule kuwepo. Ukishakuwa upo vizuri niende tena theater nikashonwe. Walikuwa wananiambia wakanifanyia secondary switch. Kwa nilikaa tena, baada ya kukatwa nilikaa tena hospitali pale. Nilikaa, baada ya kuona wenyewe wakanipima kwamba kuna hamna vijidudu vyovyote kwenye mguu. Baada hapo ndo wakaenda kunifanyia secondary switch kwa kushona mguu. Waliposhona tena ndo nikajiguza mpaka walipoona kwamba nipo sahihi, nipo sawa, wakaniruhusu nirudi nyumbani. Pole sana. Asante. Unaishi nyumbani na nani? Hapa nipo na mama, baba. Nimerudi nyumbani, hapa nipo na mama na baba. Huko niko naishi na mke wangu na mwanangu. Kwa naishi wapi kabla hapa? Nilikuwa nakaa niko Ngozoma. Mke na mtoto mmoja. Sasa hivi mke na mtoto wako wapi? Wapo hapa naishi nao. Nao pia. Licha ya kushukuru kwa kile ambacho madereva bodaboda na bajaji wenzake wamekifanya kwa kumkabidhi bajaji na mguu wa bandia, ameshukuru sana kwa hilo, lakini pia George ameomba sapoti kwa wadau wengine, wananchi na wasamaria wema kwa ujumla wa Tanzania na hata wasiokuwa wa Tanzania waweze pia kumpa sapoti nyingine kama itakuwa ndani ya uwezo wao, ikiwemo kumwezesha kutimiza ndoto zake za kumiliki kijiwe chake mwenyewe, kwa sababu yeye ni fundi wa umeme wa magari ambaye anafanya kazi kwenye kijiwe cha bosi wake. Lakini kutokana na kile ambacho kimempata, angetamani pia kuwa na kijiwe chake ambacho atakuwa huru zaidi kufanya kazi, ili kipaji chake kisiweze kupotea bure, aendelee kuhudumia wateja wake ambao wanahitaji kupata huduma yake. Lakini sio hivyo tu, hata ikitokea mtu akawa na mtaji utamwezesha kufungua hata kiduka cha kumwezesha kufanya biashara zake, aweze kuhudumia familia yake, atashukuru pia kwa hilo, kwa sababu kwa sasa amekuwa tegemezi wakati alikuwa mtu anayetegemewa na familia, akiwa na mke na mtoto ambao wote kwa sasa wako hapa nyumbani kwa wazazi wake. Nashukuru kwa umoja wao na upendo wao, kwa sababu kuna namna moja na mama nyingine mtu kidogo unakuwa hata na moyo hata kuendelea kuwepo tu. Kuna muda unakata tamaa, unajiona tena au wewe sio chochote. Maana wanasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Sasa kama mtaji wenyewe ndio ushachukuliwa, kuna nini? Hamna tena. Sidhani kama naweza kama nilivyokuwa nafanya mwanzo, kwa sababu nilikuwa nikipigiwa simu wapi Kigamboni, wapi unaenda unatengeneza gari, unaenda Kivule utaenda unatengeneza gari, Ubungo wapi utapigiwa simu, pia ni dereva na leseni yangu, haya njoo ufuate gari sema mfano unaenda kufuata. Mguu wenyewe ndio hivyo tena. Sasa hivi hapa nishakaa ndani ya miezi mingapi tena nipo. Bajaji utatuliza bajaji mwenyewe, unaweza kupiga mwenyewe au utakuwa unampa mtu? Mdogo wangu pia ni dereva, naweza ngampa mdogo wangu akawa na nani, nikatafuta mtu. Mimi yani moyo wangu napenda sana kufanya ufundi wa umeme wa magari. Inabidi nirudi gereji nifanye kazi zangu, na pia mimi mwenyewe inawezekana nikawa natumia yani bado nisijafikiria, kwa sababu kilichotokea yani ni kitu ambacho sijawahi kufikiria kwenye maisha yangu. Pole sana. Unafikiria kurudi tena pale kuendelea kupiga gereji? Inabidi nirudi tena gereji, kwa sababu ndio kitu ambacho kipo moyoni mwangu na kipenda, ndio ambacho nimekifanya. Nimejifunza kwa muda mrefu. Unajua ufundi, kazi ya kujifunza ufundi utafanya kwanza kwa kipindi cha kwanza, ukiwa unajitafuta vile utafanya kazi, utajitoa, kipato utapata, lakini
ukiwa unajitafuta kutafanya ufundi. Lakini kwa sasa ndio nishaanza kukua sasa, na mimi na wateja wangu naanza kufanya kazi, na mimi naanza kuingiza kipato. Kama kuna mtu mwingine ungetamani kuja kukupa support, ungetamani support ya kitu gani? Support ni kwa yeye ambapo unaona inafaa kunisupport kwa kitu fulani labda, au kwa nini mimi ni fundi labda anaweza kanisupport kwenye masuala yangu ya ufundi, labda mtaji langu kuweza kufanya kibiashara, nikawa na mimi na kiduka changu hata cha spare cha umeme wa magari cha used nini, huenda kana support. Kitu gani sasa cha kusema kwa ujumla in general baada ya yote yaliyotokea na mpaka sasa usipofikia? Mimi sina cha kusema zaidi, namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa sio kuwepo tena hapa, mapenzi ya Mungu tu. Kiacha hawa waliokuja leo hapa baada ya wewe kuongea pale, kuna msaada wote ulipata mwingine? Kuna mtu mwingine alikucheki? Sema kuonesha nia kukusaidia, kuna chochote kile ambacho kimefanyika? Ama ndugu jamaa marafiki wanamsupport kwa kidogo alichokuwa nacho, ndio hivyo la maji la nini mdogo mdogo maisha yanaenda. Unajua ufundi tena ni ujamaa. Baada ya hii situation iliyotokea, hali ikoje? Wakati mwingine tumezoea kuna watu wanaweza kuwa nao kwenye raha, wakati wa shida na ndugu jamaa marafiki, mko sawa? Au kuna wengine wanaona mahusiano yako vile ilivyokuwa? Kuna marafiki zangu ambao ni watu wangu wa karibu ambao nilikuwa nao kwenye raha, kwenye shida. Wale ambao watu wangu wa karibu marafiki nipo nao sawa, tunaendelea. Ndugu zangu ambao mamangu mdogo, baba yangu, mama yangu, hasa wazazi wangu ndio karibu na hili swala. Ile pikipiki yako pale baada ya kuanguka nini, unasema ulikosearch pesa, ni pikipiki ilichukuliwa na wasamaria wema au nao iliondoka? Baada ya kunisearch pale walitumia pikipiki yangu kunisaidia mpaka kwenye kidispensary cha pale Mazizini, maeneo pale kuna kidispensary. Sasa maana yake mimi sio mwenyeji sana wa pale. Ukiniambia hata sasa hivi nikupeleke kwenye hiyo kidispensary siwezi kupakumbuka. Lakini nilivyosaidiwa pale, walifika kwenye dispensary simu yangu iliita. Ilivyoita wakagundua kwamba simu yangu nilificha, maana yake nilimkabidhi daktari baada ilivyoita. Wale walivyoona kwamba nimeficha simu, hawakufanikiwa kuchukua simu yangu. Wakapanda na jazba, ndio wakaenda kuchukua pikipiki yangu wakaondoka nayo. Kwa hiyo ilikuwa ni hasira ile kwamba simu tumekosa, simu tuondoka na pikipiki. Na plate number za pikipiki yako? MC 653 BJX. Naitwa Margaret Vitus Chuma. Nashukuru kwa upendo wenu mlioonyesha kwa mtoto wangu. Naona na yeye sasa hivi atajisikia faraja, maana muda mwingi huwa anakaa anajikuta kama yani anakosa amani kabisa. Hata kula yake ya shida, muda mwingi anabaki na mawazo, muda mwingi anakaa ndani peke yake. Kwa hili mlilolionyesha, naona mwanangu atakuwa na amani. Langu jina naitwa Said Kagomba Chenja, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Lakini tuliguswa baada ya kumuona kijana mwenzetu. Baada ya kuona vile ndio tukaona kwamba tuweze tuchangishane sisi na wadau. Tumeweza kumnunulia bajaji, lakini baada ya pale kwamba tunamnunulia bajaji na mguu wake utafanyaje ili endelee kufanya na shughuli. Kwa hiyo tumeweza kumnunulia nao na mguu bandia ambao wenye thamani ya shilingi milioni 5. Hivi vitu vyote ili tuweze kumkabidhi haweze kufarijika. Umeona kama yeye katika historia yake alieleza kwamba hakuwepo alikuwa na safari zake, lakini baada ya kukutana na watu au kwenye machafuko hakaweza kupata ile athari, hali ya kuwa alikuwa anaenda kwenye shughuli zake zingine. Sasa niombe sana Watanzania tujifunze kwa hili na kwetu liwe fundisho sana, na tuendelee kudumu katika ule umoja wetu, kupendana na amani yetu. Nafikiri itakuwa ni jambo jema na jambo zuri sana, kwa sababu hata ukiangalia huyu umri wake ni miaka midogo sana, miaka 24.